Sadakta mtazamaji, karibu kwa awamu ya pili ya kipindi cha Tamrini, ambapo tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja hapa kwenye studio zetu siku ya leo, tukilivalia njuga swala nzima la siasa za kaskazini mashariki. Je, siasa hizo huwa bado zinaamuliwa na wazee ama bado vijana wana semi katika siasa hizo za kaskazini mashariki? Mtazamaji, unaweza sema nami pia kupitia mtandao wetu wa kijamii, ukurasa wa Facebook at KBC Channel 1, kule mtandao wa X at KBC Channel 1, na kwangu ni Khalid Abdullahi. Mtazamaji, sasa nataka tuende moja kwa moja kule kaunti ya Garissa, ambapo naungana na mgeni wangu ambaye anafahamika kama Mohamed Isaac Shale, ambaye ni kijana mwenye azma na ari ya kuwania kiti cha useneti katika kaunti ya Garissa, mkipenda kaunti 007. Kama unanipata vizuri, Bwana Mohamed, karibu sana kwenye studio zetu, na kwanza utuambie kwa nini umeamua kuwania kiti hicho wakati huu? Asante sana Bwana Khalid. Kwa majina naitwa Mohamed Isaac Shale. Mimi ndio mgombea wa Senator Garissa County. Nilikuwa nimegombea kiti hichi mwaka wa 2022 na pia nilikuwa nambari wa pili. Sasa pia nimeamua tena nigombee kiti hicho bado. Ile sababu ambayo ilitufanya kama sisi vijana tusimame ama tuwanie kiti hichi ni kwamba hatupewi kama vijana, hatupewi nafasi hiyo ya kufua katika uongozi ambao unafaa kuwa unafanywa na kila mtu, unafaa kulindwa na kila mtu. Uongozi huo umekuwa tu ule unaamuliwa na wazee peke yao. Vijana hawakuwa wanachangia hapo katika hiyo uamuzi. Wazee wanaamua kwamba nani ako na mfuko mzuri ama nani ako na pesa mzuri, nani amezaliwa katika jamii ama familia ambayo inajulikana katika Garissa. Hapo vijana na wamama wanapotea katika hiyo uongozi ama uamuzi. Shida nyingine ambayo imetokea katika Garissa ni kwamba baada ya kufanywa huo uamuzi hakuna ile accountability ama kufuatilia kujua yule ambaye amechaguliwa na wazee, na pia alipelekwa kwa watu wa Garissa wakamchagua afanye yani vile ilikuwa inatakikana. Hakuna mwenye anafuatilia, hakuna mwenye anataka kujua yani ni nini amefanya katika uongozi wake wa miaka 5. Sisi kama vijana pia tumekuwa tu tunatumika wakati wa kampeni, tunapigia debe watu ambao washajitengenezea maisha yao hapo mbele, wakalipa pesa mingi kwa watu ambao wamenunua tuseme kura zao kwa wananchi. Hao tu sasa ndo wanatuamulia sisi. Hatuna yani sauti zetu hazisikiki hapo Garissa. Sasa tukasema kuwe na uamuzi wa kuwania kiti hichi za seneti, kwa sababu kiti zingine unaambiwa kwamba iko na pesa za tuseme CDF ama tuseme pesa ya ile county ambayo inaingia, hiyo haitakubaliwa kijana ashikilie. Sasa ile kiti ambacho tuliona sisi tunaweza pigania na tupigania haki za vijana na haki za wamama na haki za wanyonge wote, ni kiti cha seneti, kiti cha eneo bunge la county ambayo inaitwa MCA. Sisi kama vijana tuliona huu ndo muhula wetu, huu ndo yani ile mahali tunaweza penya ili tuonekane katika uongozi. Viti hivi unaweza fanya mambo mingi sana, kuchunga mali ya tuseme wananchi ama mali ya jimbo la Garissa ama jimbo lote la Kenya. Kama vijana hapo ndo unaweza ingilia ili ukue kijana ambaye anasimamia haki za wale ambaye ni wanyonge. Na umeongelea vikwazo vingi ambavyo vijana inawakwazua ili kuwania viti tofauti katika eneo hilo, lakini swala moja ambalo nataka nikuulize ni vijana wanawezaje kuvunja mfumo huu wa siasa ili wao wapate nafasi ya kuwania katika viti tofauti? Huo mindo nimewaanzia hata wakati wa mwaka 2022. Huo mwaka niliposema ya kwamba tumefika kiwango cha sasa kujiamulia sisi tuwanie kiti cha seneti.
ili tuonyeshe ya kwamba kila kitu kinawezekana. Nilisimama nikaamulia hiyo kiti ni yetu kama vijana, bila kungojea uamuzi kutoka wazee, uamuzi kutoka wale ambao walikuwa wanaamua katika siasa za Garissa. Tukasimama tisti, tukaamua na hata kama ni nini itakuja kwa mbele yetu, yale ambaye tuseme obstacles zile zitakuja mbele yetu, bado tutakuwa tunasimamia na hiyo nini uamuzi. Ile kitu ambayo inafanya sisi tusimame kiti hichi ni kwamba kwanza wale wanashikilia uongozi hawafanyi ile kazi inafaa kuwa. Katika miaka 1963 hadi wa leo hatujauona maendeleo katika kaskazini mashariki, hasa Garissa County. Iko tu vile ilikuwa, na kama kuna mabadiliko ni kidogo tu, na pia hakuna maendeleo katika viwanda, hakuna maendeleo katika maji, masomo ama kutengeneza tuseme kazi pia hakuna. Vijana wote wengi wamesoma, waliporudi sasa wakiwa na wamefurahia kwamba kuna county ama jimbo zimekuja katika nyumba zao ama katika tuseme mtaa zao, walikuwa na furaha sana, wakisema sasa watafanyia kazi ili waendeleze county zao, ili waendeleze mitaa zao. Lakini yale ambayo yalifanyika ni tofauti na yale matarajio vijana walikuwa nayo. Waliposoma waliambiwa kwamba afya imeletwa katika jimbo, waliambiwa maji imeletwa katika jimbo. Ile kitu tu haijaletwa jimbo ni masomo, ambaye ni shule ya pili na shule kuu iko kwa national government ama serikali kuu. Lakini yale ingine yote yameletwa na devolution. Sasa walikuwa wanatarajia waendeleze hii kaunti, wakuwe na barabara nzuri, wakuwe wametengeneza upande wa kilimo, upande wa wanyama, ambao wao ni mifugo, ambao mifugo ndio ni kuu ya ekonomia ya kaskazini mashariki. Hayo yote hayakufanyika. Sasa walingojea miaka 15, sasa wakaona hakuna kitu inabadilika. Gavana ama tuseme gavana anakuja, anafanya tu mambo yake, anaenda mwingine anachaguliwa, mambo yanabaki tu vile vile. Yale yanafanyika ama ambaye mabadiliko analeta ni kidogo tu kulingana na ile pesa inakuja. Sasa tukasema mbona sisi kama vijana hatuwezi wania viti hivi ambavyo tu at least tukue tunaingia kwa uongozi, ili tuone ni nini inafanyika huko ndani, ni nini hawa watu ambao tunawalaumu hawafanyi, sisi tunaweza fanya. Ndio maana tumekuwa tumeamua ya kwamba tukue katika hiyo uongozi, tulinde hawa vijana, tulinde kaunti yetu, ili tuonyeshe ya kwamba kuna mabadiliko yanaweza fanywa na vijana. Mimi nilikuwa natumia kitu inaitwa civic education, ili unawaelimisha watu, kuwaeleza vile bajeti inafanyika ama vile bajeti ya kaunti inapangwa, vile tuseme constitution ama katiba la Kenya inasema haki zao katika katiba. Hayo ndo yale mambo ambayo nilikuwa nayatumia kuwaeleza watu wetu wa Garissa, na wote walikuwa wamefurahia sana. Wengi hata wakaniambia hatujawahi sikia mambo kama haya, hatujawahi sikia mtu anatuambia haki zetu, hatujawahi sikia mtu anatuambia vile serikali inafanya kazi. Na walikuwa hata tulikuwa tumewaeleza kidogo kimsingi yale ambayo gavana, seneta, bunge wao ama tuseme MCA, yale responsibility yake ama yale ambayo anafaa kuyafanya na kazi yake ni nini. Wengi wao walipojua na ile maziara zetu za vituo ama kitongoji mingi sana hapa Garissa County, walikuwa wamefurahia sana. Hata walisema ya kwamba sasa hawataki hata pesa, wewe endelea na hiyo kutuelimisha, tukijua ya kwamba hayo ndo yale yanafaa kufanyika hapa county. Hata sisi tunazijitetea, tunaweza jiunga katika kutengeneza hiyo bajeti, tufanye ile public participation.
public participation. Umegusia masala mingi Bwana Mohamed, swala ama masala ambayo ulikuwa umeyafanya wakati ambapo ulikuwa unawania kiti hichi wakati wa uchaguzi uliopita. Ni masala kadhaa umezungumzia kuwaelimisha watu, ambapo umesema kwamba uliwaelimisha watu kuhusiana na masala kadhaa ambayo yanafanyika katika eneo la gatuzi na pia serikali ya kitaifa, na wengi hawako wanajua kwa sababu sababu kuu ni ile watu wamezoea ile siasa za ukoo ama siasa za ukoo ambao vimeonekana vikileta vikwazo nyingi. Swali langu sasa linakuja kwako, unahisi nyinyi kama vijana ambao mmechipuka saa hizi mnataka kuwania nyadhifa hizo tofauti, ni nini ambazo mnafaa kuifanya ili kuivunja swala zima la siasa za ukoo katika eneo la kaskazini mashariki, hasa katika kaunti ya Garissa ambao wewe unawania kiti cha useneti? Siasa za ukoo zilikuwa kutoka hapa awali miaka mingi sana iliyopita, na watu sasa wameanza kuelimika na wameanza kufumbua macho ili wajue ya kwamba hiyo siasa haiwasaidii tena. Actually, sisi hata hatufai kuwaeleza, ni wao tu wamegundua ya kwamba hizi siasa, wengine wanataka tu kitu kidogo tu ambaye itawafanya, ama mtu ambaye atakuja na mabadiliko kama hayo, ili waone tu hii siasa ya ukoo ama ya jamii, kukutana jamii wawili wanasikizana, wakuwe wanaelewana, mtu mmoja anachukua gavana, mwingine anachukua seneti ama deputy governor, in women rep kama hiyo. Siasa hizi, ili namna ambayo tunaweza kuwa tunabadilisha kama vijana ni ya kwamba tuwaelimishe hawa watu, tuwaeleze ya kwamba hii siasa ya kijamii ama siasa ya ukoo hautatusaidia ama haujatusaidia hiyo miaka yote iliyopita. Tulijaribu, waliona ya kwamba walichagua gavana watatu, sasa gavana watatu saizi yako hapo, na pia waangalie ya kwamba nini alifanya na nini hajafanya bado inabaki. Akiwa unalinganisha na kaunti zingine za jirani vile wameendelea, na uangalie kaunti yetu ya Garissa. Sasa hayo ndo yale mambo ambayo tunataka kuendeleza. Sasa ukiangalia vile siasa Garissa inaendelea wakati huu, wengi wanawania kiti cha governor kutoka ukoo zote, lakini ukiangalia hasemi yale mabadiliko atayaleta, yale ambayo atabadilisha, ambaye gavana mwenye saa hizi anashikilia usukani hajafanya, ama wale ambao walipita. Wao kazi yao ni kusema tu, sisi kama uko fulani, huu ni muhula wetu, na huo si maendeleo. Huo si yale katiba yalisema, yale ambaye yaliandikwa kwa katiba ya kwamba unaletwa na ukoo na unaendeleza siasa kulingana na ukoo wako. Sasa sisi yale tunataka kuyabadilisha kama vijana ni kwamba tuwaeleze hawa wazee, tuwaeleze wananchi wa Garissa, tuwaeleze wale watu wa Garissa ambao wanaishi Garissa ya kwamba kuna vitu ambavyo vinafaa kufanyika baada ya hii ukoo wote. Umeleta huyo mtu kama gavana katika ukoo wako, ukapeana seneti kwa ukoo mwingine, mkachaguana. Sasa swali ni, huyo seneti atafanya aje aangalie ama achunge mali ya wananchi ya Garissa? Itakuwa ngumu. Ukienda uchunge hiyo mali ama uanze tuseme kupigana na huo gavana, itakuwa ngumu kwako. Unanipata Khalid? Naam, nakupata vizuri. Naam. Itakuwa ngumu kwako ufanye oversight kwa huyo gavana, na ukifanya hiyo oversight uanze kumleta kwa bunge la seneti, ataanza kuleta wazee ya kwamba aseme, mimi nataka nifungwe na fulani, mimi nataka nifanyiwe mambo mbaya na fulani. Kwa sababu gani? Mimi ndio nilikuwa nimemchagua yeye, mimi ndio nilikuwa mleta, sisi ndio tumchagua kama seneta na ukoo wake. Sasa yeye ameamua kunipeleka kwa seneti ili anifunge kwa sababu anasema kwamba mimi nimeiba pesa fulani ama sijafanya kiwango ilikuwa inafaa kuwa. Na hayo yatakuwa yale ambayo yanafanyika. Ili tukatae mambo kama hayo, yale tunafaa kufanya ni kwamba sisi kama vijana tuende bila kupitia ukoo, bila wazee,
tusimame tukiwaeleza ya kwamba kuna hii mambo inaitwa civic education ambayo tunafaa kuendeleza kwao, kuwaeleza ya kwamba tunaweza kuwa magavana, gavana, tunaweza pata kuwa seneti bila ya kutumia ukoo, ili uendeleze tu sera zako, uambie yale utayabadilisha na utabadilisha kivipi na utaendeleza aje wakati utaingia kazi. Wengi wao ambao wanachagua gavana kwa laini ya ukoo ni kutafuta kazi, kuweka mtu wao katika nafasi kuu katika kaunti ya Garissa ama jimbo la Garissa, kumtafutia mwingine kandarasi ya kaunti, hii mwingine kupata mshahara katika hiyo kaunti kama wazee. Hayo ndo yale watu wanawania. Ndio mtu aambiwe ukiwacha, usiposimama na huyu gavana, wewe pia utawachwa katika serikali. Yale ndo yale ambayo mambo ambayo wanaambiwa wananchi. Sasa kila mtu anaanza kuogopa, anapata hofia, ukiachiwa na hii kaunti ama hii gavana akiingia, kesho utakuwa unaachwa katika serikali. Sisi tunataka kuambia kwamba hawa vijana, hawa watu wa Garissa, yale mambo ambayo nyinyi mnafikiria itawasaidia haitawapeleka mbali. Sisi tunataka mjue ya kwamba hiyo miaka yote mliona tulikuwa tunachagua kwa sababu tunaambiwa mchague mtu fulani, na mpaka sasa hii tumeona hakuna mabadiliko yanakuja. Watu wengi wakati huo ambao watu walikuwa naambiwa mchague mtu fulani, watu wengi huko wamesoma, walikuwa wakifuata amri za wazee, amri za wale ambao walikuwa wanashikilia uongozi katika jamii. Lakini sasa hivi watu wengi sana wamesoma, wazee wengi ni wasomi, vijana wengi ni wasomi, na watu wamekuwa wameongezeka katika idadi, ama idadi yao imekuwa mingi sana. Tukisema kazi za kaunti hazitatosha wengi, hata wakidanganywa kwamba watapatiwa kazi hazitatosha wote, wakidanganywa kwa watapatiwa tuseme kandarasi haitatosha wengi, wakidanganywa kwa watapatiwa mishahara haitakuwa sasa itatosha, kwa sababu serikali kuu imeanza kuleta system ama namna ya kuangalia wale ambao wanaandikwa kazi na wale ambao wanafaa kuwa katika hiyo cheo tofauti ya kaunti. Sasa ambayo wafumbue macho, wajue ya kwamba mambo yanabadilika, si vile walikuwa wanafikiria. Nikikuuliza tu swali nyingine ambapo ni swali la mwisho, mwelekezi wangu anasema muda umetupa kisogo. Swali ambalo wengi wanajiuliza ni kwa nini Mohamed Isaac Shale apewe nafasi ya kiti cha useneti wakati huu? Unaleta nini ya utofauti? Mimi kwanza nataka tuseme kuivunja hiyo mwenendo ama hiyo mwelekeo ambao sahii watu wanafuata, ya kwamba wanafuata katika ukoo fulani inachagua mtu fulani ili akuwe seneti ama akuwe gavana. Mimi kama kijana, vile nimeelewa ya kwamba serikali inafanya kazi, nimesoma katiba, nimeangalia katika serikali tofauti yale mambo ambayo yanafanyika, vile siasa inafanywa. Sasa mimi kama kijana, hata nimeamua ya kwamba nisimame na watu wangu wa Garissa, niwaelimishe, hata kama itanikosesha mimi kiti, niwaelimishe ya kwamba yale ambao wanafanya ni si yale ambayo yalikuwa yanafaa kuwa, mambo ambayo yanafaa kuwa. Niwaelimishe ya kwamba kuna serikali, kuna vitu mingi sana wanaipuuzia. Wale watu ambao wanawania viti hivi wote waletwe pamoja, waangaliwe kama anafaa kuwa kiongozi ambayo anaweza linda hii mali yao ya kaunti, anaweza kuwa kiongozi ambacho shupavu ambao anaweza simamia haki zao wakati kuna mashida, kama tuko na shida ya maji mingi na mafuriko ya maji Garissa, hakuna mwenye anaongelea. Mimi kama kijana nataka niwaelimishe watu wangu. Hiyo ni ya kwanza. Yale ambayo nataka kufanya, nitafutia ajira, hata kama ni kutafuta viwanda ambavyo itakuwa inafanya kazi Garissa. Nitafutie yale resources, rasilimali ambayo hatujawahi angalia, tuwe tunaleta vitu kutoka kwao, ama to explore. Kama tuseme tuko na mto, tuko na mchanga, tuko na
tuko na mambo mengi sana. Naambiwa mwelekezi wangu ananiambia muda umetupa kisogo, lakini ningefurahi sana tuzidi kuendelea kupata mazungumzo hayo ya moja kwa moja kutoka kaunti hiyo ya Garissa. Tutakuwa wenye kukuregesha tena hapa studioni, mtazamaji, tuwe na mdahalo huo wa moja kwa moja hapa kwenye studio zetu. Mtazamaji, huyo alikuwa Mohamed Isaac Shale, ni kijana ambaye ana ari ya kugombea kiti cha useneti katika kaunti ya Garissa kwa muhula yake wa pili. Mtazamaji, hapo ndio tunatia nukta kipindi cha Tamrini. Shukran sana kwa wale wote waliofanikisha kipindi hiki. Shukran nyingi zaidi ziende kwako wewe mtazamaji kwa muda wako. Ann Wangeshi amenisaidia kupeperusha kipindi hii kwa ishara. Hadi panapo majaliwa yake Maulana, kwaheri.